Dakika 90 zimesamatika na wekundu wa Msimbazi imeanza kupata magoli 2-1. Kipindi cha kwanza wakati kinaanza dakika 6 takriban ziliongezwa na mwamuzi akaongezea kama 2 za kwake. Maana ilikuwa ni mengi kwamba wekundu wa Msimbazi mnatafutiwa. Ni maneno ambayo mimi sitaki kuzungumza haya. Kwa sababu mwamuzi anapokwenda kuweka kwenye dakika za kufidia, haipaswi labda timu moja inacheza. Maana yake timu zote zinafanyaje? Zinacheza. Ndani ya dakika zile za kufidia, wao wangepata goli tungesemaje? Kwa hiyo ni maneno ambayo ni watu ambao wameshua hoja, hawana dira, hawana sera, hawana mwelekeo. Kwa mimi siwezi kukaa kuzungumzia hiyo sera, lakini mimi najua siku zote dakika za kufidia zinakuwa za timu zote ambazo zinakwenda kupambana kwenye uwanja. Ulikuwa na hisia gani kipindi ambacho kwamba Jiji wameweza kurudisha na ubao unasema 1-1? Sikuwa na hisia kubwa, niamini kwamba tutapata matokeo kwa sababu moja, naamini kwamba tuna wachezaji wana quality kubwa. Kwa hiyo sikuwa na pressure, kwa hiyo namna ambavyo spirit ya wachezaji, namna ambavyo walikuwa wanapambana, nilijua anytime kwamba hawezi kutuzuia sisi dakika 90 kuto kupata matokeo. Kwa hiyo sikuwa na pressure sana kwa sababu na imani kubwa na naamini sana kikosi changu. Ilikuwa dakika 90 za namna gani kwa upande wako? Nzuri na zenye upinzani mkubwa, na zimeonyesha quality kubwa ya upambanaji. Nafikiri mmeona namna ambavyo Pamba walikuja kwenye spirit kubwa ya kupambana, lakini Simba huwa tunapenda timu ambayo yenye ushindani kwenye nini? Kwenye pitch. Kwa hiyo lazima tuwapongeze Pamba, wamekuja kutupa game nzuri, lakini pia tuwapongeze wachezaji wetu, wamejitoa kwenye jasho damu. Mmeona namna ambavyo Pamba walikuwa wanacheza. First half, second half, muda mwingi walikuwa tumefaulu. Mimi nafikiri mechi hii leo ndio mechi ambayo faulu imefanyika kuliko ni mechi nyingine yote kwenye ligi ya NBC. Otherwise, yaliyopita wao wameshapita. Sisi kama Simba tunapongeza wachezaji wetu kwa kupata point 3. Kipindi cha kwanza mpaka Mwamba Lusaka alipokuwa hajaingia, kuna namna pengo lake lilikuwa limeonekana, maana alikuwa ni mengi kutana na Alassane Kante. Kuna ambao walikuwa wanaona Alassane Kante atoke kwa sababu kuna namna kama mechi ilimpalia. Mimi naheshimu siku zote taaluma. Mwalimu ndio anabaki na wachezaji kwenye kiwanja cha mazoezi. Siku zote wanaanza na Chama kwenye first 11. Leo mwalimu ameshindwa kuanza na Chama, anajua sababu zake kwa sababu yeye ndio alikuwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hawa wengine walikuwa wanasema wana haki ya kutoa maoni, lakini mwisho wa siku mtu ambaye anahitajika kwenda kutenda ni mwalimu. Mwalimu amefanya kile ambacho alichokifanya kwenye nini? Kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo otherwise ni maamuzi ya mwalimu, watu wanaosema watu waseme, kwa sababu siku zote wataalamu wanasema mdomo nyumba maneno. Ushindi unamaanisha nini katika mbio za ubingwa ligi kuu Tanzania bara ukiangalia zimebaki? Ushindi unaonyesha namna ambavyo Simba bado tunahitaji kuchukua ubingwa wa ligi NBC. Namna? Ushindi unaonyesha namna ambavyo Simba bado tunaendelea kutamani kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Ushindi huu unaonyesha namna ambavyo aina ya wachezaji wa Simba wenye quality kubwa wanaweza kuamua kwenye mechi yenye ushindani mkubwa. Mimi naamini kwamba ushindi ni salama. Wale ambao waliokaa pale juu wanaongoza ligi ya NBC na wanaongoza kwa sababu ya makosa ya kibinadamu, wajue mnyama yupo, mnyama anashindana, mnyama bado anakusanya pointi, alitoa control mapambano na yanaendelea. Wanaongoza kwa sababu ya makosa ya kibinadamu. Imekaje? Makosa gani ya kibinadamu? Mimi nafikiri mwandishi, wewe kazi umeanza lini? Kitambo sana. Hujasikia kwamba mwamuzi alihukumiwa na kamati ya masaa 72 kati ya mechi ya Simba na Yanga Zanzibar? Sasa peke yake. Nasema hivi, ulisikia mwamuzi alihukumiwa katika mechi ya Simba na Yanga Zanzibar? Au wakati wa kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza? Mimi naongea wewe, nasema hivi, kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza. Kamati ya masaa 72 ilipokwenda kumhukumu mwamuzi wa Simba mechi ya Simba na Yanga iliyofanyika Zanzibar, kamati imekwenda imesema mwamuzi alikataa goli ilikuwa halali. Siku zote Waswahili wanasema ukimwona kobe amepanda juu ya mti basi jua kapandishwa. Yes. Tafsiri yake ni nini hiyo? Tafsiri yake Yanga anaongoza ligi kwa sababu ya makosa ya binadamu ya waamuzi. Yes, kwa sababu ya waamuzi. Tukirejea kwenye mchezo leo, umeridhishwa na aina ya uchezaji wa wachezaji wako kwa maana ya klabu ya Simba? Yes, nimeridhishwa. Kwa sababu wana Simba wanapokuja katika uwanja cha kwanza kuona namna ambavyo tunahitaji kupata point 3. Kwa mimi naamini kwamba wachezaji wamekuja kupambana, tumepata point 3. Sisi kama mashabiki wa Simba tumeridhika. Mimi naongea na nyinyi waandishi wa habari, tunajiandaa kusafiri kwenda Mbeya. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutakwenda Mbeya. Tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na ushindani mkubwa, lakini kwa quality ya wachezaji wa Simba tulikuwa nao, namna ambavyo wanaonyesha speed ya kupambana na style ya kupambana, mimi naamini tutakwenda kuchukua point 3 zidi ya Mbeya City. Kwenye mchezo leo Simba wanaonekana sio kwa kwenye kiwango bora kama kile ambacho tumekizoea kuona. Pengine hii FIFA break imechagiza kuonekana Simba kutokuwa imara katika mchezo leo. Kwanza naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Spirit ya wachezaji wa Simba ilikuwa juu. Mimi naamini mwalimu alifanya kazi nzuri na karata zake alichanga vizuri kwenye nje ya mazoezi. Aliwajua namna ambavyo Pamba alivyokuja. Nafikiri mmeona
Watoto wa mjini wanasema leo Pamba muda wote walikuwa wamefanyaje? Wamekuja kuwagonga watu wachezaji wa Simba. Lakini niseme tu kitu kimoja. Moja katika mechi ambayo faulu zimefanywa katika ligi ya NBC, mimi naamini ya leo itakuwa namba 1. Lakini otherwise tunawapongeza wachezaji wa Simba kwa kujitoa. Michezo minne mkononi Kisugu. Hiyo za ubingwa unaziona? Yes. 100%. Simba anakwenda kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Mmetaka waandishi ndio hivyo. Nini kimekuaminisha? Ndio hivyo. Nini kimekuaminisha? Kwani wachezaji wa Simba namna ambavyo wanapambana, mimi naamini katika mapambano mechi nne zilizobaki tunakwenda kukusanya point. Kwa mimi nawapongeza sana wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo wanapambana. Na ndio moja ambao wanatuaminisha. Na ndio maana leo tunapata nguvu ya kusafiri na timu kwenda kusupport. Kwa sababu tunaamini tuna wanajeshi ambao wamekamilika, wanajeshi ambao wanatupambania, wanajeshi ambao wanatupa furaha, na ndio maana tuko nyuma yao, na ndio maana tunajidai Simba anakwenda kwa bingwa wa ligi ya NBC. Msimu ujao ligi ilimalizika na ubingwa uliomuliwa kwa mechi moja, na kumbuka ambao ulipoteza alama 3. Msimu huu tofauti alama 2, lakini bado una mechi 4 mkononi. Kisugu kwa maana ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba haikupi pressure yote katika kuendana. Kwanza mwanadamu mwenye akili timamu anaishi kwa imani, kuamini kile ambacho anachokiamini. Na ndio maana hata ukirudi katika nguzo za Kiislamu ya kwanza ni imani, kushahadia. Sio? Kwa mimi naamini. Na moja sababu kinachoniaminisha quality ya wachezaji wa Simba na namna ambavyo wanafanyaje? Wanavyopambana. Mimi nafikiri mmeona. Mama yangu Mama Doris wana msemo wake anasema, kimuona kobe juu ya mti, yeye akafanyaje? Kapandisha. Iko siku atachoka niyempandisha kobe. Sasa huyo kobe ni nani? Yanga anaongoza ligi kwa makosa ya kibinadamu ya nani? Ya waamuzi. Kwani mimi hata bodi ya ligi imesema kupitia kamati ya masaa 72. Ndio amesema hivyo kwamba anaongoza. Wewe Mimi kama ungekuwa mwamuzi mechi ya Simba na Yanga ligi NBC, goli la Selemani Mwalimu, sema wakusikia watazamaji. Sasa hiyo mechi. Goli la Selemani Mwalimu. Yes. Goli la Selemani Mwalimu, sema sasa. Wewe umeionaje? Mimi sijaona, labda wewe. Mimi pia sijaona. Bodi ya ligi? Tutawauliza. Waulize. Wewe umeionaje? Yes, goli. Kamati ya masaa 72 wamesema, ila waandishi hamtaki kusema kwa sababu tunajua kwa nini hamtaki kusema. Ila pia sio hao ambao ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo. Kazi mliochagua Mungu alizungumza kabla mjaja katika dunia, kwa sababu alijua kuna waamuzi watakwenda watasimama katika misingi sahihi na kuna waandishi ambao watasimama katika misingi si sahihi. Lakini niwaambie waandishi na niwakumbushe moja katika masomo mliopitia vioni ambayo na mimi nimesoma huko. Kuna kitu kinaitwa yes, kuna kitu kinaitwa kubalansi. Imamna kubalansi story. Kubalansi naisema mimi, mwalimu akufundishi kubalansi. Kubalansi naizungumza mimi. Sio nzuri. Chuo gani ulisoma Kisugu? Cha uandishi wa habari. Kipi? Ilala. Kinaitwaje? Ilala. Guys, washukuru sana mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo wamejitoa kuisupport team. Inshallah tuendelee kuisupport. Mwaka huu tunakwenda kwa mabingwa wa ligi ya NBC. Tunajihakikishia hilo. Yes.